السلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد. الإخوة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استضافتكم وحسن تعاونكم معنا في هذا الوقت الحرج، ولكن بإذن الله الكريم نتكلم معكم على قدر الحال والحاجة. Kwanza kabisa, Allah walipe kila la kheri kwa makaribisho yenu na mapokezi yenu mazuri, pamoja na kuwashtukiza katika msafara huu. Tulikuwa tupita njia tukitokea Morogoro kuelekea Tanga, tunaona tusipite bila ya kuwasalimia hapa, kwa sababu tunajua kwamba kuna kituo cha ndugu zetu, vijana wetu as-salafiyun, na ni kituo cha ilmu, kuna tulabu ilmu. Tumefanya mawasiliano na Sheikh Isa, Allah muhifadhi, lakini ametuambia kuwa yeye hayuko, yuko safarini. Lakini hata kama yeye hayuko, vijana wake wapo, na vijana wake ni vijana wetu. Tumeona tutumie muda huu mfupi kwa ajili ya nasaha chache tu, na kwa kuwa hiki ni kituo cha ilmu, basi nasaha zetu zitakwenda kwenye upande wa ilmu zaidi. Kwanza, jambo mlilosimamia ni jambo kubwa la kheri, jambo la kuungwa mkono na kupongezwa na kutiwa nguvu, kwa sababu ndilo jambo linaweza kuleta uhai na afya kwa dini yetu. Ilmu ni kitu adhim, kitu kikubwa chenye sharaf mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, na pia atawanyanyua wale waliopewa ilmu kwa daraja nyingi. Atawatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, atawapa rif'a, utukufu fi dunya wal akhirah, kwa sababu ya ilmu. Nususi zilizokuja kuelezea fadhila za ilmu ni nyingi sana, na nyinyi mnalifahamu hili. Wanazuoni wameandika vitabu vingi na muallafat kuhusu fadhila ilmi, ima kutubu mustaqilla, ni vitabu maalumu kwa ajili ya jambo hili, au wakaingiza mlango wa fadhila za ilmu ndani ya vitabu vingine vyenye maudhui nyingine, kama mnavyofahamu. Yote haya ni kwa ajili ya kuelezea na kutilia mkazo jambo la ilmu, lakini pia akili tu, hata kama hatuna maandiko mathalan, akili tu inaonyesha wazi kabisa kwamba ilmu ni kitu bora. Hata yule mjinga asiyejua maandiko yaliyomo kwenye sharafu, yanayoelezea sharafu ya ilmu, hapendi kunasibishiwa ujinga, bali anatamani ilmu, kuonyesha katika fitra ya mwanadamu na akili yake elimu ni kitu muhimu anachokithamini. Kwa hiyo basi, sisi ambao tumeingia katika mlango huu wa kuitafuta ilmu, tufahamu kwamba ilmu ina adabu zake na taratibu zake, ili uipate na ili kunufaishe wewe na inufaishe jamii. Na hili ndilo ambalo tunalipigania sisi, mtu kupigania kuondosha ujinga kwenye nafsi yake, rafu aljahli an nafsihi wa an ghairihi. Mtu anuie katika ilmu kuondosha ujinga kwenye nafsi yake na kuondoshia ujinga wengine, kwa maana ya kwamba ndio ilmu yenye manufaa, na hiyo ndio tafsiri ya ikhlas kwenye ilmu. Kwa hiyo miongoni mwa adabu na taratibu za utafutaji wa ilmu, lazima ikhlasi iwepo, kwa sababu ilmu ni ibada.